Kwa upande wa Trabitra inakuwa tofauti kidogo kwa sababu age yake ni miaka 27 kama hapo awali nilivyokuwa nimesema. Kabisa. Na ukiangalia kwa age hiyo ya miaka 27 ni age ya kupambana kwa sababu wanasema kwamba mchezaji wa miaka 17 mpaka miaka 21 anakuwa katika piki ya hali ya juu, lakini kiafrika miaka 23 mpaka miaka 25 huwa inakuwa ni age ya kimpira ya kufanya maamuzi ya transfer kutoka katika eneo, kama ni eneo la chini basi kwenda katika eneo la juu, lakini pia inakuwa ni maeneo ambayo timu inaweza kukutegemea zaidi kwenye kutumika kwenda kufanya kitu ambacho mtu wa kawaida hawezi kukifanya. Kama ni sehemu ya kukimbia katika mita nyingi za kiwanja, wewe unaweza kaitoa. Sehemu ya kuweza kukaba kupita kiasi, wewe unaweza katoka sababu energy bado unakuwa uko nayo. Lakini sasa inapofikia miaka 25 mpaka miaka 30 kwa eneo la kuzuia, basi hiyo inakuwa ni eneo bora zaidi. Na ndio maana hii hata ukiangalia timu za kaskazini, angalia ukuta wao unavyokuwa, na ukiangalia maeneo ya mbele pembeni, ukiangalia maeneo ya mbele katikati, ukija kulinganisha age zao unakuja kuona kabisa kwamba kwa wastani ukuta kwa wastani unakuta mtu wa miaka 28, miaka 27, wengi sana. Nenda Morocco kwa Wydad, nenda kwa Raja, nenda kwa Al Ahly, nenda kwa Zamalek, umeelewa vizuri? Nenda kwa nani? Nenda kwa Mamelodi Sundowns. Ukiangalia wakina Kuliso Mudau, iangalie zile age zao, unaziona kabisa kwamba zinaelekea huko kwenye 25 up to 30. Kwa hiyo inakuwa haina shida sana. Kama idili hili linakwenda sawa sawa upande wa Simba Sports Club kwa Anthony Trabitra, itakuwa kwa wao bado hawajapata disaster, watakuwa wapo katika eneo zuri zaidi la kuweza kumpata mtu ambaye anaweza akawafanya wakawa salama zaidi kulingana na hali halisi iliyopo ndani ya Simba kwa sasa na wachezaji ambao wanacheza katika maeneo hayo. Bwana Sisi bwana, mambo vipi mwana michezo mwenzetu? Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco na kukaribisha, niko hapa Steven Mwana Mapunda. Unakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu, ikiwa napewa nguvu kubwa mno na Unoplast Tanzania Limited, kampuni bora kule kule inayozalisha magodoro mazuri yenye quality hali ya juu, yenye warranty pia muda mrefu kuanzia miaka 4 mpaka miaka 8. Magodoro yetu yote bwana yana chapa ya Banco kwa maana ya Banco Loyo, Victoria, Arusha Deluxe, lakini bila kusahau Super Banco, pamoja na godoro la Malaika. Yote haya bwana yanapatikana kwa gharama nafuu mno, na sasa yanapatikana nchi nzima. Fika kwenye duka la magodoro uweze kujipatia kilichokuwa bora, bomba na safi zaidi. Ndio maana tunasema bwana, magodoro yetu yanafanya uamke asubuhi ukiwa na tabasamu la hali ya juu. Mapunda Steven, uko vizuri? Mimi niko vizuri. Uzima upo na hulalamiki? Mungu ni mwema. Yes. Mungu ni mwema kila wakati. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Tupo hapa kwenye his panel kubwa zaidi, tunakwenda kumulika swala zima la usajili. Ndio. Tumekuwa tukizigonga sajili nyingi ambazo zimetupa matumaini, zimetupatia pia baraka na heshima kubwa. Sasa tunakwenda pale mitaa ya wekundu na Msimbazi Simba. Anthony Trabitra, beki huyo kutokea pale Singida Black Stars, inasemekana yuko kwenye lada za klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na muda wowote pia uende kasikika kwamba deal done. Hii imekaaje Steven Mapunda? Of course ni kwa muda mrefu Simba wamekuwa wakihitaji huduma yake ya Anthony Trabitra kutokea pale nchini Cote d'Ivoire. Ambaye huyu alikuwa akikipiga katika klabu ile ASEC Mimosas, na kabla ya kuja hapa Tanzania walikuwa wanamhitaji toka akiwa anachezea pale ASEC aweze kufika moja kwa moja Tanzania. Na mara kadhaa amekuwa ni mwiba sana. Kama unakumbuka kipindi ambacho Simba wakiwa kimataifa wanacheza na ASEC Mimosas, huyu alikuwa moja ya ukuta ambao kwenye kulinda goli la upande wa ASEC Mimosas. Hata lile goli ambalo linafungwa na Pape Osman Sako, huyu alikuwa miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanaunda kikosi kile. Kwa hiyo kuanzia hapo Simba walikuwa kwenye rada za kuweza kuhitaji huduma yake, lakini walikuwa wakigonga mwamba. Na mara ya mwisho mchezaji huyu akiwa anachezea pale ASEC Mimosas alikuwa na shauku na nia sana ya kuja kucheza Simba Sports Club, lakini baadaye Simba walibadili maamuzi na kuanza kuangalia maeneo mengine. Kabla ya Shemaroni Fondo kuja Simba Sports Club, huyu alikuwa chaguo la kwanza kabisa, lakini baadaye walipokuja kubadili maamuzi kwenda kina Shemaroni Fondo na kadhalika na kina Chamu, basi huyu akawa kama vile wamempotezea fulani hivi.
Lakini ikatokea bahati, yes, akaja katika ardhi ya Tanzania. Ndiyo. Akaenda kucheza pale Singida Black Star. Na Simba kama unavyofahamu kwa sasa wana disaster katika eneo la nyuma. Okay. Wana Lushain De Rock ambaye huyu anakabiliwa sana na majeraha. Na hata alipokuwa ametoka kule Afrika Kusini hakuwa anapata nafasi ya kucheza kwa sana kutokana na majeraha ambayo anayapata. Sawa. Lakini pia kudrop kiwango kulingana na timu ambayo alikuwa anakiitumikia kwa kipindi hicho. Baadaye wanakuja wana Abdulrazak Hamza, ambaye ukimwangalia Abdulrazak Hamza naye pia amekuwa na ingia toka nyingi sana kwenye kikosi. Okay. Wanasalia na nani? Wanasalia na Chamu Karabwa. Wanasalia na Lushain De Rock, ambaye Lushain De Rock pia hakupi garantii ya kuweza kuhimili mikiki ya ligi kuu pamoja na michuano ya kimataifa akiwa katika muendelezo uliokuwa bora zaidi wa utimamu wa mwili. Okay. Kwa vigezo kama hivyo wana kila sababu ya wao kuanza kuhangaika kuweza kupata mtu ambaye anaweza akawasaidia zaidi. Sawa. Chaguo la kwanza ambao wameliangalia wapi ambao wanaweza wakaweza kuopt kumpata mtu. Wilson Nangu yupo, yes, well and good, na anafanya vizuri na yupo kwenye majukumu ya timu ya taifa. Lakini sasa je, kuna kitasa gani kingine ambacho kinaweza kikawa imara zaidi? Wakaona kwamba Anthony Trabitra anaweza akawa sehemu mujarabu kabisa kuja kujiunga na Simba. Na sasa wapo katika hatua za mazungumzo, na mpaka hivi sasa ninapozungumza na wewe mambo yanakuwa mazuri kweli kweli, kwa sababu kuna ingia toka nyingi sana katika viunga vile vya Msimbazi kuhusiana na kulikalimisha dili hili, na wao wanahitaji kuweza kuona namna gani anaweza kaipata huduma yake, kwa sababu ni mchezaji mwenye experience kubwa sana hususan katika michuano ya kimataifa. Sawa. Kimataifa amecheza mechi takriban 6 kwa hivi karibuni. Katika hizo mechi 6 ambazo amezicheza kwa hizi mechi za hivi karibuni amecheza dakika 540. Tafsiri yake ni kwamba katika kila mechi amepata uhakika wa kucheza kwa dakika 90. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anaweza akawapa kitu na anaweza pia akawasaidia zaidi. Na hata ukiangalia katika timu yake ya sasa ambayo ya Singida Black Star, ukiangalia mchezaji ambaye anawania naye namba ni nani? Ni Kennedy Juma. Kennedy Juma naye alikuwa Simba Sports Club, lakini Kennedy Juma wakati mwingine ingawa yeye ndio mchezaji kiongozi, lakini huwa anatokea nje wakati akiwa eneo la kiwanja. Lakini pia kama utakumbuka vizuri wakina Frank Ansik walikuwa pale wakiwa wanacheza katika eneo moja la kiulinzi, lakini Singida walikubali kumtoa Frank Ansik kwenda Young African kwa mkopo, lakini wakati huo wakimwacha Trabitra. Kwa namna gani amekuwa mchezaji muhimu, amekuwa ni nguzo imara ambaye anaweza akaisaidia timu kwa namna moja au nyingine. Kwa dili hili ambalo Simba wanalifukuzia zaidi kuweza kuhakikisha wanaweza kuipata huduma yake, mimi nafikiri itakuwa ni huduma bora zaidi. Ukiangalia na age yake, amezaliwa mwaka 1998 mpaka sasa ni miaka 20 ngapi ukiangalia? 23. Ni 27 ukiangalia. Ni miaka 27 mpaka hivi sasa. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba ni mchezaji ambaye anaweza kukupa zaidi. Ukiwa za eneo la kiulinzi, ukiwa na age kubwa, ndio inakuwa timu inakuwa katika comfort zaidi, kwa sababu eneo la goalkeeper, eneo la beki wa katikati, eneo la namba 6, ukiwapata wachezaji ambao wenye umri kuanzia miaka 25 kupanda juu, inakuwa na utulivu zaidi, kwa sababu hayo ndio maeneo ambayo yanaifanya timu kuwa salama wakati ikiwa ina matokeo, yanaifanya timu kuwa salama wakati inatafuta matokeo, lakini pia yanaifanya kujibu maswali mengi ambayo yanaulizwa na timu pinzani pale ambapo mipira haifiki eneo la mpinzani. Kwa wao wanakuwa na password za kuweza kuyatoa. Kwa ukimpata mchezaji ambaye ana miaka 25 above kwenye nafasi kama hizo, inakuwa ni nzuri zaidi, kwa sababu sio wachezaji ambao wana mikimbio mingi, sio wachezaji ambao wanahangaika zaidi kwenye eneo la kiwanja, ni wachezaji ambao wanatumia akili zaidi, hata kukutana na wachezaji wenye kasi wanajua namna gani ya kuweza kukaba, kwa sababu tayari wanakuwa washakimbia sana, washakutana na wachezaji wa aina mbalimbali. Kwa hiyo wanakuwa rahisi zaidi kuweza kuzuia, na ndio maana ukiangalia hata upande wa Ulaya kulikuwa na mtu anaitwa Leo Ferdinand, alikuwa amecheza kwa muda mrefu akiwa na umri mkubwa. Kina Nemanja Vidic wamecheza kwa muda mrefu akiwa na umri mkubwa, wakina Jampo Stam wamecheza kwa muda mrefu akiwa na umri mkubwa, wakina Van der Sar wamecheza kwa muda mrefu akiwa na umri mkubwa, wakina Peter Schmeichel. Hao wote ni kwa sababu gani? Kwa sababu maeneo ambayo wanacheza wao ni
ni maeneo ambayo yanahitaji kutoa majibu zaidi. Kama hatuwezi kufika kwa mpinzani, na kama wanafika zaidi kwetu sisi, basi majibu ya usahihi zaidi yanatoka wapi? Hawa ndio wanakuwa wanatoa majibu. Kwa hiyo kwa nafasi yake na kwa age aliyokuwa nayo, kwa Simba anaweza kainufaisha pakubwa zaidi bwana Sisco. Haya bana, ni Steven Mapunda, tathmini yake fupi hiyo juu ya Anthony Trabitra, beki kisiki kweli kweli. Kwenye tetesi tunasemaga si hatuna upinzani wowote, tuendelee kusikilizana vizuri ili tukupatie madini kweli kweli. Steven Mapunda, hofu yangu ni kwamba Trabitra kama vile umri unaenda kumsaliti hivi. Ni kweli Simba wanataka kurudia kile walichokifanya msimu wa jana, kama una wachezaji wenye umri mkubwa wengi alafu hautumii? Kwa upande wa Trabitra inakuwa tofauti kidogo, kwa sababu age yake ni miaka 27 kama hapo awali nilivyokuwa nimesema kabisa. Na ukiangalia kwa age hiyo ya miaka 27 ni age ya kupambana, kwa sababu wanasema kwamba mchezaji wa miaka 17 mpaka miaka 21 anakuwa katika piki ya hali ya juu, lakini kiafrika miaka 23 mpaka miaka 25 huwa inakuwa ni age ya kimpira ya kufanya maamuzi ya transfer kutoka katika eneo, kama ni eneo la chini basi kwenda katika eneo la juu. Lakini pia inakuwa ni maeneo ambayo timu inaweza kukutegemea zaidi kwenye kutumika kwenda kufanya kitu ambacho mtu wa kawaida hawezi kukifanya. Kama ni sehemu ya kukimbia katika mita nyingi za kiwanja, wewe unaweza kaitoa. Sehemu ya kuweza kukaba kupita kiasi, wewe unaweza katoka, sababu energy bado unakuwa uko nayo. Lakini sasa inapofikia miaka 25 mpaka miaka 30 kwa eneo la kuzuia, basi hiyo inakuwa ni eneo bora zaidi. Na ndio maana hii hata ukiangalia timu za kaskazini, angalia ukuta wao unavyokuwa, na ukiangalia maeneo ya mbele pembeni, ukiangalia maeneo ya mbele katikati, ukija kulinganisha age zao, unakuja kuona kabisa kwamba kwa wastani ukuta kwa wastani unakuta mtu wa miaka 28, miaka 27 wengi sana. Nenda Morocco kwa Wydad, nenda kwa Raja, nenda kwa Al Ahly, nenda kwa Zamalek, umeelewa vizuri? Nenda kwa nani? Nenda kwa Mamelodi Sundowns. Ukiangalia wakina Kuliso Mudau, iangalie zile age zao, unaziona kabisa kwamba zinaelekea huko kwenye 25 up to 30. Kwa hiyo inakuwa haina shida sana. Kama idili inakwenda sawa sawa upande wa Simba Sports Club kwa Anthony Trabitra, itakuwa kwa wao bado hawajapata disaster, watakuwa wapo katika eneo zuri zaidi la kuweza kumpata mtu ambaye anaweza akawafanya wakawa salama zaidi kulingana na hali halisi iliyopo ndani ya Simba kwa sasa na wachezaji ambao wanacheza katika maeneo hayo bwana Sisco. Sawa, Mapunda Steven amemaliza hivyo. Jina langu naitwa Sisco, nikupongeze wewe ambao ulikuwa nasi sasa kwa Bako. Mjadala mezani ni mzito kweli kweli. Limpanzu Kibisawala na yeye anataja kuondoka pale, utasikia story zake, lakini pia Masreka kibao wa Yanga na wanataja kuondoka, utasikia story zao. Sisi ndio sisi, tunaendelea kupenyezea sajili zote zile ambazo tunaamini kwamba zinaenda kutiki kwa asilimia kubwa. Itosha kusema waila lika maasalam.